Kuhusiana na changamoto ya barabara ya Bulengo, ndugu zangu, hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hiki kitabu ni kidogo lakini kina kikubwa chake. Hiki kitabu tarehe 15 mwezi wa 10 amezungumza mwenyekiti, tulikuwa tumeenda Karagwe na Bukoba kwenye ziara mheshimiwa mgombea urais. Hiki kitabu amenikabidhi yeye mwenyewe Mama Samia kwa mkono wake, amenipa yeye mwenyewe. Kwa hiyo haya yaliyoandikwa kwenye hiki kitabu ni yale ambayo yatakwenda kufanyika hapa katika kata Murukurazo, katika jimbo letu la Ngara na katika mkoa wa Kagera. Sasa kuhusiana na barabara ya Bulengo, hapa sasa ndipo pale ambapo inahitaji akili kichwani, inahitaji ubishi. Kwa sababu hii ilani yetu hii, ibara ya 238 katika jimbo la Ngara inazungumzia kuongeza mtandao wa barabara za changarawe kutoka kilomita 304.71 hadi kufikia kilomita 380. Kwa maana nyingine ni kwamba katika jimbo letu la Ngara kuna barabara nyingine ambazo jumla yake ni urefu wa kilomita 76 za kiwango cha changarawe ambazo zinaenda kutengenezwa. Sasa hii ilani haijazungumza hizo barabara zinakwenda kutengenezwa katika kijiji gani. Ndio maana nimesema hapa sasa ndipo inahitaji mtu ambaye ni mbishi, mtu ambaye ni king'ang'anizi, ili hizi barabara zikajengwe hapa kata ya Murukurazo. Asante. Sasa kwa kura nyingi mlizonipa, mkanipa kura 458 tarehe 4 mwezi wa 8, ndugu zangu, naomba niwaahidi kwamba zinatosha kabisa kunishawishi mimi kwamba katika hizi kilomita 76 zilizotajwa katika ilani, basi barabara ya Bulengo ichukue kilomita nyingi kutoka katika hizi kilomita. Swala la pili, kama kuna mtu ambaye mnamwamini anajua kusoma vizuri, apande chapchapu hapa nimuonyeshe kitu. Swala la pili, mheshimiwa mgombea wetu wa udiwani ameniambia kuhusiana na changamoto ya maji katika kijiji hiki. Na mimi najua kuna mradi wa shilingi bilioni 41 ambao Mama Samia ametupa sisi wilaya ya Ngara, ambao utakwenda kumaliza kabisa changamoto ya maji katika wilaya ya Ngara. Lakini huu mradi ndio kwanza umemaliza usanifu. Kwa mpaka uje kukamilika uanze kusambaza maji, haiwezi ikawa ni ndani ya hizi siku mbili wala mwezi moja wala mwaka moja. Inawezekana ikaa katikati hapo, lakini sio leo au kesho. Kwa hiyo bahati nzuri mheshimiwa diwani amesema kuna shilingi milioni zaidi ya 700 ambazo zilitengwa kwa ajili ya kuleta maji hapa katika hiki kijiji. Na mimi huwa sipendi kulaza kiporo, huwa sipendi zege lilale. Wakati tuko hapa nimempigia simu mhandisi wa maji wa Ruwasa wilaya Ngara, Engineer Nyamukama, nikamuuliza kuhusiana na huu mradi. Jibu alionipa, ameniandikia ujumbe kwa sababu tulikuwa tusikilizane vizuri. Nikamwambia brother, hata kama unisikii vizuri, niandikie message niambie umepanga kufanya nini kuhusiana na changamoto ya maji hapa Murunyinyi. Brother, soma. Haya, huyu nani ameandika hii message? Engineer. Unajisikia video call basi. Juu. Ni Engineer Nyamukama. Haya, chini hapa ameandikaje? Tumeweka kwenye bajeti ya 2025-2026 kuchimba kisima ili tupate maji ya kuwasambazia wananchi. Murukurazo Sasa haya ni majibu ambaye amenipa mhandisi wa Ruwasa ambaye ndiye anahusika na maji vijijini. Sasa naomba niwaambie, yaani kama amenipa majibu akiwa hajajipanga ni kwamba amejichanganya. Yaani mimi kwangu lazima kitaeleweka, kwa sababu amejibu mwenyewe kwamba kwenye bajeti ya 25-26 au mradi humo wa kujenga kisima na kuanza kusambaza maji. Mimi niko na mheshimiwa diwani wenu, lazima kitaeleweka. Haya maji yaliyotuahidi mwaka kesho yatafika hapa, yatakuwa yako hapa. Mimi naomba niwahakikishie. Ndugu zangu, kama alivyozungumza mheshimiwa diwani, yeye ameomba kura zake, mimi kura zangu nitaziomba mwishoni nikimaliza kuongea na nyinyi. Lakini tunaye mwenzetu ambaye ndiye bosi wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye hayuko hapa na hatapata nafasi ya kufika hapa. Kwa hiyo sisi tunakuja kuzungumza kwa niaba yake, tuweze kuambia matumaini makubwa sana ambayo ametupa, ambayo amesema na kwenda kuwafanyia nyinyi wakazi wa kata Murukurazo.
Yapo mengi sana ambayo ametuahidi, mamilioni ya fedha ambayo ametupa miaka 4 iliyopita na mamilioni mengine ya fedha ambayo anakwenda kutupa ndani ya miaka 5 ijayo. Yote yapo katika ilani. Mheshimiwa diwani akizunguka kwenye vijiji na vitongoji atakwenda kuyasema, atapata muda mzuri wa kueleza. Lakini mimi leo naomba niwaambie swala moja ambalo ni la msingi, ambalo Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kufikia mwezi wa pili mwaka 2026 kuna fedha ambazo atazitoa nchi nzima ziende kukopesha wajasiriamali, ziende kukopesha vijana wanaohitaji kujiajiri kwenye biashara mbalimbali, pamoja na kina mama ambao wanataka kufanya ujasiriamali lakini wana changamoto ya mitaji. Amesema zile fedha anakwenda kuzimwaga nchi nzima. Na mimi kama mtanichagua ndio nikawa mbunge wa jimbo la Ngara mwaka 2025, naomba niwaahidi nitakapoingia bungeni, cha kwanza kabisa kufanya, kwa sababu bunge la kwanza ni mwezi wa 11. Kwa hiyo cha kwanza kufanya kabla ya yote ni kumwambia mama zile fedha naomba zitoke zifike Murukulazo. Asante. Hii ni ahadi ambayo naitoa kwa sababu na uhakika hizo fedha zipo. Dr. Samia Suluhu Hassan ametenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuja kuwainua wajasiriamali wadogo, kwa ajili ya kutengeneza ajira binafsi kwa vijana. Mwezi wa pili ambapo ametuambia ndani ya siku 100 za kwanza hizi fedha zitakuwa zimekwisha fika kule ambako zinatakiwa. Siku 100 za kwanza za Dr. Samia Suluhu Hassan tukimchagua zinakwenda kutimia mwezi wa pili, wiki ya pili. Sasa mimi hii vita ya kwenda kudai hizi bilioni 200 ambazo tutakwenda kuchagua shilingi ngapi zifike Murukulazo, hii kesi naomba mnikabidhi mimi nikapambane hizi fedha. Mwezi wa pili nitakuja nazo hapa nikiwa na diwani wenu. Sasa ili kuanzia mwezi wa pili tuone kila mmoja wetu anajishughulisha na ujasiriamali, tuone vijana wanajiajiri kwa kununua bodaboda zao, waache bodaboda za kuendesha kwa mikataba, tuone kina mama zetu hawa mitaji yao inakuwa, ili tuweze kuona kina baba zetu wanatengeneza vikundi kwa ajili ya kutengeneza ujasiriamali na hao waweze kuingiza chochote. Ni lazima tukampigie kura nyingi sana Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndiye mbeba maono, ndiye mwenye fedha zote zinazokuja kuleta maendeleo katika jimbo letu la Ngara, ndiye mwenye fedha ambazo zitakuja kutuletea maji hapa katika kijiji cha Murunyinya, na ndiye mwenye fedha ambazo zitakwenda kuleta maendeleo, kuondoa changamoto mbalimbali ambazo tulizonazo hapa. Asante. Naomba tunyoshe tena mikono kwa zile kura za Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Samia oye! La mwisho ndugu zanguni ni kwamba yapo mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuzungumzwa yakilenga kutukatisha tamaa ya kwenda kujitokeza kupiga kura tarehe 29 mwezi wa 10. Mimi naomba kuhakikishia kwamba kupiga kura ni jambo la kikatiba. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kila baada ya miaka 5 kutakuwa kuna uchaguzi wa madiwani, wa bunge, pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na rais wa Zanzibar. Lile ni takwa la kikatiba. Kama kuna mtu yoyote ambaye anakushawishi usijitokeze siku ile kwenda kupiga kura, ndugu yangu, naomba nikuhakikishie huyo mtu ni muongo, ni mpotoshi, ni mchonganishi, anataka wewe ukavunje katiba, usitumie haki yako ya kwenda kumchagua kiongozi unayemtaka. Na huyo mtu haitakii nchi yetu amani, hataki maendeleo katika jimbo letu la Ngara. Ninaomba tuwakatae kwa kiwango kikubwa sana. Vijana wenzangu, najua tunadanganywa. Vijana wenzangu, naomba tunyoshe mikono. Kijana popote pale ulipo, naomba unyoshe mkono. Sasa ndugu zangu vijana, sisi kuna watu ambao wanataka kututumia vibaya kwa ajili ya kufanikisha ajenda zao. Wanataka sisi tuwe mstari wa mbele kwenda kuvunja amani ambayo tumeachiwa na babu zetu. Naomba tuwakatae hao watu. Watu wanakudanganya kwamba ukikwamisha ama ukafanya mchakato wa kupiga kura ukwame, basi utapata maendeleo. Watu wanatuaminisha kwamba tukisababisha amani yetu ikatoweka ndani ya nchi yetu, basi kesho yake tutapata maendeleo. Kijana mwenzangu, naomba nikwambie, anayekwambia hivyo anatupotosha, kwa sababu amani ni mchakato. Amani tulioachiwa na babu zetu walitumia muda mrefu sana kwa ajili ya kuitafuta, hawakuipata ndani ya siku moja. Wala amani sio kama taa ya umeme kwamba ukiamua uiondoshe taa unazima, ukiamua umeme urudi unawasha taa.
Ndugu zangu, amani ni kama kujenga nyumba. Unaweza kujenga nyumba kwa miezi na miezi, lakini kikaja kimbunga ndani ya dakika moja kikaiangusha nyumba. Ili nyumba yako uweze kuinua tena, inabidi uchukue miezi mingine mingi kwa ajili ya kusimamisha nyumba yako. Kwa hiyo amani yetu ni kama nyumba. Amani ni ujenzi ambao unahitaji mchakato. Kwa hiyo kijana ambao unaamini kwamba amani ikitoweka kesho au kesho kutwa utapata maendeleo, ndugu zangu, naomba nikwambie hilo unajidanganya. Hata amani ikitoweka itachukua muda mrefu kwa ajili ya kwenda kudai maendeleo na kuja kuyapata tena. Inawezekana mpaka kijana wa leo ukazeeka bila kupata yale maendeleo ambayo ulikuwa unaaminishwa kwamba ukiwa mstari wa mbele kwenye kuvunja amani yatakwenda kupatikana. Hilo ndugu zangu vijana, naomba tukae tukilijua kwamba tukivunja amani tutakuwa tunatengeneza maisha mabaya ya vizazi vyetu tunavyoviacha, ya wadogo zetu na watoto zetu ambao watakuja kuishi maisha ya shida, kwa sababu sisi ndio tumechezea amani iliyopo, tumewatengenezea watoto wetu na wadogo zetu maisha mabovu. Naomba tusikubali maisha ambayo tunaishi sasa hivi, ambayo tuliachiwa na mababu zetu, baba zetu, mama zetu, wazazi wetu, ni kwa sababu wao walithamini amani. Ndiyo maana mpaka leo mnaona sisi tuko hapa.